Mr. Saruni. Kwanza mimi nikuombe radhi sana kwa wale nyuma waliotokea. Unajua sisi ni binadamu. Unaweza ukafanya kitu ambacho kwa kweli unaona kiko sahihi. Lakini kiukweli watu wanakuangalia na wanakuzunguka wanaona kabisa unakosea. Kiukweli nilikukosea sana. Lakini ni yote ile kwa yote nakuomba sana radhi. Yaani naomba nisamehe. Yaani nakaa nafikiria na moyo wangu unajutia sana kwa wale nilofanya. Hakika nimekutendea kitu sicho kabisa. Naomba nisamehe sana. Kuhusu hilo Mr. Mo wala usijali. Mimi ni muda mrefu sana tayari nimekusamehe. Na nafikiri wewe mwenyewe unanijua hilo. Na ndio maana mara nyingi sana nilikuwa nakuja kuomba msamaha kwa sababu nilikuwa najua ni kitu gani nafanya. Na nilikwambia inawezekana tusiku ukakao kugundua kwamba mimi sina makosa yoyote na utakuja kuniomba msamaha. Kwa hiyo mimi pia nikushukuru sana kwa kugundua kwamba mimi sina makosa na kuja kuniomba msamaha. Mimi nimekusamehe kwa moyo wote. Kwa hiyo kuwa na amani. Popote pale ambapo patakuwa panahitajika ushirikiano wangu, basi tutashirikiana. Wewe wala usijali katika hilo. Nashukuru sana kwa kunielewa sana. Kwa sababu nilikuwa nakaa usiku na mchana kufikiria. Unaweza usinielewe ndugu yako hicho ninachokuelekeza. Ila yote kwa yote, niseme asante sana kwa kunielewa sana. Lakini kuna kitu kingine cha muhimu sana ni kuhitaji kuongea na wewe. Tena nafikiri na huu ni muda mzuri sana kuongea hicho kitu. Kama utojali, nipate kukueleza. Sawa. Haina shida, kuwa na amani. Unaweza tu kuambia ni kitu gani labda ambacho unataka kuniambia. Unajua nini ndugu yangu? Unajua wewe ulikuwa mfanyakazi mmoja sana bora katika kampuni yako. Yaani ulikuwa unajua vitu vingi sana katika kampuni. Ambao uko unajua tupite njia gani na njia ipi ili kampuni iendelee kukua na kukua. Kiukweli kwa hilo nikupe hongera sana sababu ulifanikisha. Lakini kiukweli toka ulipoondoka wewe mpaka sasa hivi kampuni yangu ilipofikia, yani inakuwa inayumba sana. Mambo hayaendi, yamekuwa bla. Kwa mimi nichoona tu wewe upate kurudi kazini. Alafu niko radhi kufanya kitu chochote kile ambacho wewe upate kurudi kazini na kwa amani na kufanya vitu vingi sana kwa upendo. Na hata kama mikataba uko unafanya kazi inagharimu kiasi gani chochote cha pesa, mimi niko radhi kutoa hicho pesa. Ili mradi tukuja mkataba wako na urudi kazini. Na hata kama mshahara pia niko radhi kukupatia mara 3 wa mshahara unaolipwa huko kwa msijoni. Na kuomba ndugu yangu urudi kazini. Tuendeleze hili gurudumu letu. Tupate kufikia malengo yetu tuliyopanga mimi na wewe toka kipindi kile. Nakuomba sana. Nafikiri Mr. Mo wewe unajua vizuri sana. Napenda sana kuangalia binadamu na utu kuliko kitu chochote. Hata mara ya kwanza nilipokubaliana na wewe, Mr. John alikuja akahitaji kunipa hela nyingi sana ili baadaye nikafanye kazi kwenye ofisi yake. Lakini nilimkatalia kwa sababu wewe ndio ambaye ulikuwa umenianga. Kwa hiyo hata hili jambo kwa sasa hivi mimi itakuwa ni ngumu sana kutoka kwa Mr. John kuja kufanya kazi. Hilo swala kwa mimi litakuwa ngumu sana. Labda kitu ambacho mimi naweza kukusaidia, nijaribu kumtafuta mtu ambaye atakuwa na uweledi mkubwa sana, nikuunganishe naye ili mradi muweze kufanya kazi kwa pamoja. Lakini mimi kutoka kwa Mr. John kuja kufanya kazi kwako ni kitu ambacho hakiwezekani Mr. John. Hapana sana. Unajua wewe ni mtu wangu muhimu sana. Tena ambao unalijua vizuri sana na unaijua vizuri sana ofisi yetu. Kwa hiyo kama unasema unitafutie mtu mwingine, unafikiri ofisi itaendesha vipi? Na ndio maana mimi niko radhi kufanya kitu chochote kile ili mradi wewe upate kurudi kazini, ili tuendeleze yale maisha yetu nyuma tulikuwa tunafanya katika ofisi yetu. Ninafikiri wewe utakurudi na utaendelea kukava katika ile nafasi yako. Hii ofisi itakuwa kubwa zaidi hapo ilipokuwa. Alafu ni kweli Saruni, mimi nimeruzi sana na najutia sana kwa sababu kukuacha wewe. Praise me God. Nakuomba rudi kazini. Alafu na kitu kingine Saruni. Unajua sisi binadamu tuko hapa kwa ajili ya kujitafutia maisha. Na siku yote na maisha natafuta kwa ajili ya kutafuta hela. Kwa hiyo mimi niko radhi kukupatia hela nyingi sana ili mradi kuendeleza maisha yako hapo ulipofikia. Yapate kwenda zaidi. Na ndio maana niko radhi kuvunja hata mikataba yako kwa gharama yoyote. Na niko radhi kukupa mshahara mara 3 ya wewe unalipo na Mr. John. Please my bro. Nakuomba turudi kufanya kazi pamoja.
ili mradi kampuni yetu isipate kuyumba kama ilivyoyumba sasa. Nakuomba sana mimi. Mr. Mo, mimi nimeridhika na hichi ambacho nakipata kwa sasa. Kwa hiyo sihitaji kuweka tamaa ili mradi baadaye nikaje kujuta. Mimi msimamo wangu uko pale pale. Kwa sababu naamini hichi Mungu ambacho alichonipatia ni riziki yangu. Naweza nikaleta tamaa hapa alafu mwisho siku nikakosa vyote. Jaribu kutafuta mtu mwingine. Ila kwa mimi kurudi kwenye ofisi yako ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sasa. Sio mtu mbaya, ni mtu mzuri. Kampuni yako pia ni kubwa, unalipa vizuri, sikatai. Lakini tayari nipo sehemu nyingine. Na siwezi nikaondoka kule kwa sababu ambazo hata hazieleweki. Kwa sasa hivi naona utanisamehe sana. Basi sawa. Mimi najua kiukweli uweze kulipa jibu lilokuwa sahihi hapa. Ila nikupatie muda wa kufikiria ndugu yangu. Kama utaona kuna majibu yaliokuwa sahihi katika akili yako, unaweza ukaniambia tu. Na muda wote na saa yote mimi nitalifanikisha hilo swala. Kama ukikubaliana tufanye kazi pamoja ndugu yangu. Sawa. Japo sifikiri kama naweza nikafikiria kitu chochote kuhusiana na hicho ambacho nitakujibu sasa hivi. Ila acha tuangalie. Kijungu, unajua kwa sasa unatakiwa makini sana na kazi yako, tena haswa kuhusu wewe mwanamke wako, kwa sababu kama kaweza kuja ofisini na kuanza kuleta vurugu, hashindi kukuona popote pale akakudhalilisha. Kwa hiyo mimi nakupa ushauri tu wa bure. Yaani unatakiwa uwe serious sana na kazi yako. Ikibidi hata ukaongee naye ili uwe huru tu na kazi yako. Kiukweli Pinki, mimi kwa sasa nimevurugwa sana. Akili yangu haipo sawa hata kidogo. Yaani kila ninapojaribu kujiweka sawa nashindwa kutokana na situation ambayo imetokea. Yaani Pinki, huwezi amini, yule mwanamke leo kaja na jambo jipya tena kubwa ambalo mimi mwenyewe nashindwa kulihandle kwa kweli. Hebu usinifunge. Ni vitu gani ambavyo kaja navyo leo mpaka sasa hivi unakosa raha? Pinki, yule mwanamke leo kaweza kuja na video ambayo inaonyesha mimi na yeye tukiwa chumbani tunafanya tendo. Yaani huwezi amini, ile video imeweza kunichanganya, imeweza kunivuruga kichwa changu, kwa sababu wewe mwenyewe kama unavyojua hiyo video ikivuja, mimi sidhani kama nitakuwa na nafasi tena ya kukaa pale ofisini. Yaani sijui kama nitakuwa na kazi tena. Yaani in short, naweza nikarudi kwenye yale maisha ambayo mimi nilishayaepukaga. Na yule mwanamke hana akili hata kidogo. Yaani najua kabisa yule mwanamke yule kuzivujisha sio issue kubwa kwake. Yaani anaweza kuzivuja muda wowote ule. Yaani kwanza nikupe pole. Maana mimi yani mwenyewe nimeshachoka. Ila labda nikwambie tu kitu kimoja Kijungu. Kwa sasa unatakiwa utumie akili. Kuwaza kwako kutokusaidia kitu chochote kile. Nakupa ushauri wa bure tu.
wewe nenda kaongee naye. Ikibidi hata kama uhitaji kuwa naye, mlaghai, upate nafasi ya kufuta hata hizo video. Kwa sababu hizo video zikija kuvuja, career yako yote haitoeleweka hapa ofisini. Sio, umenielewa? Na sio ofisini tu, popote pale utakapotembea utakuwa upo wazi nchi nzima. Pinky, mbona kama ushauri wako nimeanza kuuelewa hivi? Alafu kweli acha mimi nikubali. Alafu nikishakubali nachukua ile simu nazifuta zile video. Umeniambia kitu. Acha mimi nifanye hivyo. Ila kwa sasa kuna rafiki yangu mmoja hivi, inabidi kwanza niende nikazungumze naye. Inawezekana naye ana ushauri au anaweza kanipa kitu chochote kile kama ulivyonipa kikanisaidia pia. Ila ushauri wako good. Tafanya hivyo. Sawa, mimi sina neno. Ila nakuomba uwe makini sana kwa sababu nakuona upo sawa. Uko mabarabarani. Sawa. Mimi nipo okay. Nipo sawa. Samahani sana ndugu yangu, kama nitakuwa nimekusumbua au kwa namna yoyote ile nimekufanya uweze kuyaacha majukumu yako, lakini nimekuita hapa na changamoto kidogo, na hiyo changamoto nahisi inaenda kunifelisha kabisa kwenye maisha yangu. Sarungi, Asnati anazingua sana, yaani toka niachane naye, yaani kawa mtu wa kuniwekea vigingi kila sehemu, yani anataka yani mimi nikwame. Leo hii kaja na kitu kipya kabisa, na hicho kitu akifanikisha basi mimi napotea moja kwa moja. Kaja leo ofisini kanionyesha video ambazo tulikuwa tuna date mimi na yeye kitandani. Kwa hiyo kanaambia kwamba anataka baadaye mimi naye tuonane. Ila mimi namjua yule akili zake zilivyo. Yaani najua kabisa hizo video anataka tu aende akazivujishe. Yaani hakuna kingine. Sasa ndugu yangu, mimi nimekutafuta hapa ili mradi tu uweze kunishauri na uweze kuniambia ni kitu gani cha kufanya ili mimi niweze kuondokana na hili tatizo. Kwanza pole sana. Lakini sipasi kukulaumu, ila unatakiwa makini sana. Na kitu kingine, kabla mimi sijakupa ushauri, wewe ni kitu gani ambacho umefikiria kufanya mpaka sasa hivi kutokana na hilo janga lako ambalo uko nalo? Mimi hapa sijui hata ni kitu gani cha kufanya. Yaani nimekwama kabisa, yaani sielewi. Ila kuna mdada mmoja ambaye nafanya naye kazi pale ofisini. Yule mdada kuna kitu kanishauri. Na hicho kitu mimi naamini nikifanikiwa kukifanya, ili janga mimi naweza kuepukana nalo kabisa. Yule binti mimi kanishauri, kaniambia kwamba mimi niweze kuuliana na Asnati. Nikubali kile anachokitaka. Alafu nichukue ile simu niweze kuzifuta zile picha. Kwa sababu kipindi ambacho tumeudiana nao tutakuwa na ukaribu, basi mimi nitafanikiwa kuchukua ile simu na kuweza kuzifuta kabisa zile picha. Hivi uone kama nikifanikisha hilo, uone kabisa nalimaliza hili swala. Au wewe unaonaje katika hilo? Hilo wazo ni zuri, lakini kiupande mwingine pia sio wazo zuri. Kwa sababu ukifanya hivyo utaendelea kuwa mtumwa kwake na atafanya kile ambacho yeye anachokitaka, na wewe hautakuwa na namna ya kupinga kwa sababu tayari atakuwa anakutishia kwamba ana video zako. Mimi naona hapo cha kufanya, wewe mwambie hizo video zivujishe. Mwambie fanya kile ambacho unaona kiko sahihi kwako.
mwache tu azivujishe hizo video. Wakati naye mwenyewe kwenye hizo video anaonekana, basi kama aibu mtapata wote, kama fedheha mtapata wote, kwa sababu hapo maji yameshamwagika. Kwa hiyo kuzoleka hapo inakuwa ni ngumu sana. Lakini ukisema kwamba uwe naye karibu kwa sababu tunataka ufute hizo video, sawa, inawezekana ukafanikiwa kuzifuta video. Unajua kwamba ndo hizo tu ambazo zilizokuwa nazo. Kama kuna nyingine ambazo zipo amezeka sehemu nyingine, unajua mtu akishakudhamiria kukutendea ubaya, basi lazima atakuwa amejipanga katika hilo. Kwa nini hajavujisha siku zote hizo? Kwa nini hajakufuata siku zote za kuja kuambia hivi? Ina maana kwamba hiyo sasa hivi anataka achukue kama silaha ya wewe kukuchapia. Mimi ushauri wangu, mwambie hizo video azivujishe. Utapata aibu siku moja, siku mbili, lakini mimi naamini kila kitu baadaye kitaenda kwa sawa. Sarungi, yani unataka mimi nimwambie azivujishe zile video? Wewe uone kama akishazivujisha hizo video mimi nitakuwa kwenye wakati mgumu zaidi ambao yani mimi sitarajii kabisa tena kukuta huo wakati. Hapana, mimi siwezi kufanya kama hivyo ninavyotaka, kwa sababu nitapoteza vitu vingi sana. Yani nitapoteza vitu vingi mno. Cha kwanza, mimi nitajaibisha, sawa? Afu kingine nitapata hasara. Yani nitapata hasara kubwa sana. Yeye hawezi kupata hasara yoyote ile, yeye atapata tu aibu. Ila mimi nitapoteza kazi, nitapoteza vitu vingi sana. Kiukweli kama una ushauri mwingine naomba uniambie. Ila huu hapana, siwezi kufanya hivyo. Ni sawa, lakini yani ni bora upate aibu na hiyo hasara ambayo unazungumzia wewe kuliko kuwa mtumwa kwake. Mimi Kijungu, ninachokuambia nina maana. Sawa. Kwa mujibu tu ambavyo mimi ninavyomuona yule mwanamke, tayari ameshaweka chuki ya mafanikio juu yako. Kwa hiyo kama ukifanya ambavyo yeye anataka, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, hauwezi ukaishi kwa furaha hata siku moja. Lakini ukimwacha fanye vile ambavyo anavyotaka, kwa pengine hata hizo video sivujishe. Hebu jaribu kukaa chini alafu tafakari hivyo vitu, alafu utakuja kupata majibu. Yeye anafanya hivyo kwa sababu kuna kitu anakihitaji kutoka kwako. Sasa wewe usiwe mdhaifu kiasi hicho. Yeye mwambie avujishe hizo video ambazo yeye anahisi kwamba akizivujisha kuna vitu labda anaweza akakuharibia wewe. Lakini mimi naamini sio kweli. Cha kufanya, kabla hizo video hazijavuja, nenda kaongee naye, alafu pia nenda kaongee na Mr. Mo. Muelezee situation yote ilivyo. Kwa hiyo akiona kwamba hauna nafasi tena wewe kuendelea kufanya kazi kwake, mimi nitaangalia namna gani naweza kukusaidia ili mradi upate kazi sehemu nyingine. Lakini usikubali kuwa mtumwa kwa mwanamke. Mimi nakwambia utateseka sana. Na atakufanya kama bwegi, chochote ambacho anachokitaka wewe utalazimika umpatie, kwa sababu tayari atakuwa nayo fimbo ya wewe kukuchapia na hautakuwa na njia yoyote ya kupinga. Basi sawa ndugu yangu, mimi nimekuelewa sana. Ila kwa sasa mimi acha kwanza niende nikatulize akili yangu, nikapumzike. Baada ya hapo nitajua ni kitu gani cha kufanya. Aidha nifuate ushauri wako au nifuate ushauri wa yule kule. Kikubwa tu kwamba mimi nataka tu ili swala liishi. So nikishatuliza akili yangu nitajua ni kitu gani cha kufanya. Tutawasiliana ndugu yangu. Haina shida. Ila ushauri wa kwangu mimi ufikirie mara mbili sana. Utakuja kunishukuru baadaye. Mimi najua akili za wanawake kipindi ambacho wanahitaji kitu kwa mtu ambaye amempoteza. Hivi vitu vilishatokea pia kwa mke wangu. Vitisho vinakuwa vingi sana. Ukitaka kufanya hichi anakwenda huko, ukitaka kufanya hivi yeye anakwenda huko. Ila muhimu ni kutumia tu akili. Ukishatumia akili, ukicheza naye vizuri, basi mimi naamini hakuna kitakachoharibika. Nakwambia. Kwa hiyo kuwa makini sana, alafu tumia akili. Mimi naamini unaweza ukawini vizuri tu katika hili jambo. Sawa, haina shida. Sawa, basi acha mimi nikuache niwahi nyumbani, kwa sababu si unajua tena muda umeenda. Mimi mwenyewe nina mambo yangu kibao sasa hivi kidogo ananivuruga.
Pole sana dadangu. Mazingira kama hayo ukiwa unapita kuwa makini sana. Yaani haya magogo yanatelezesha. Sawa? Twende basi pale ukapumzike kidogo. Asante sana kakaangu. Pole sana dadangu. Kwani ulikuwa unaelekea wapi? Asante sana kakaangu. Nilikuwa naelekea kwa shoga yangu. Okay, sawa. Kwani kutoka hapa hadi kwa shoga yako kuna umbali? Ili kama sio umbali, ni kuescort ni kusindikize mpaka kwa shoga yako. Ni mbali sana. Sawa, kuna shida. Mimi ni mwenyeji sana maeneo haya na ndo mtambo unaishi. Na kutoka hapa na ninapoishi sio mbali. Ningetamani nikusaidie hata kwenda kukubadilishia mavazi ili uweze kujistiri na kuendelea na safari yako. Nitashukuru sana kakaangu. Sawa, usijali. Si unajua si ni binadamu. Kuna leo na kesho. Unaweza ukanisaidia pia. Asante sana. Sawa, tunaweza kwenda. Vipi? Unaonaje mazingira kazini? Umeshaanza kuyazoea sasa hivi? Japo fresh tu. Lakini kwa sasa hivi sijawa mzoefu sana. Ila naamini kadri siku zinavyozidi kuendelea itazoea. Hata hilo mimi mwenyewe naikubali kwa sababu unajua una akili sana. Na ukipewa kitu kwa muda mfupi, yani unakielewa hapo hapo. Yani kwa hilo umenifurahisha sana. Yani mpaka najisikia raha kupata mfanyakazi mzuri kama wewe. Na si uzuri tu wa kazini. Yani hadi uzuri wa asilia unao. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Yani una sifa ya kuitwa kila aina mwanamke. Nafikiri sidhani kama wanawake wote hapa nchini wanaweza kufikia uzuri wako. Yani naamini shemeji yangu amepata mwanamke mzuri sana, tena mwenye capacity kubwa sana. Yani uko very fantastic girl. Hongera sana kwa hiyo. Kiukweli bosi, mimi sipo kwenye mahusiano. Na sijafikiria kabisa kuingia kwenye hayo mambo. Kwa sasa nimeamua kufocus tu na kazi yangu. Hilo ni jambo zuri. Na ni jambo la msingi sana. Na ikiwezekana sasa hivi maisha sasa hivi unahitajika hata kama ukipata mahusiano, upate mahusiano yalikuwa sahihi sana katika maisha yako. Ili mradi upate kuangalia vitu vingi sana kwa msingi. Lakini tuachane na hayo. Unaonaje nikaenda nyumbani kwetu? Ukapata kupajua hata siku nyingine nikitaka kukualika isiwe na ugumu kuja kupajua. Leo naona imekuwa ghafla sana. Mimi nahisi tufanye siku nyingine. Maana kwa leo sitoweza. Samahani sana bosi wangu. Hapana Penki. Unajua yani kwa siku ya leo nilitamani sana kupata mgeni nyumbani kwangu. Halafu nilitamani sana wewe kwa sababu nafikiri hata tukifika pale na vitu vingi sana tutavifanya. Kama hata tukiingia jikoni kwenda kunisaidia kupika kwa sababu unaweza kusijui kupika kabisa. Ni kweli bosi. Ila kwa leo nilikuwa nahitaji sana kuwa nyumbani kwa sababu dada yangu alikuwa hayupo. Kwa hiyo amerudi ndio nina hamu naye sana bosi wangu. Kwa hiyo ndio maana nakwambia leo tufanye siku nyingine. Unanikatili lakini kwa sababu mimi nataka kujifunza mapishi kutoka kwako. Na inaonekana wanawake wazuri wanajua sana kupika. Siku nyingine bosi wangu. Basi you're right. Tuendelee kula. Vio,
Bibi, kiukweli Aibi, mimi safari sijaitegemea kabisa. Yaani ni safari iliyokuja ghafla sana. Na sijategemea kusafiri mimi. Ila inabidi tu niondoke niende masomoni. Na pia nakuomba sana unilindie penzi langu. Nakuomba sana. Na pia nitakuwa nakupigia simu mara kwa mara. Tutakuwa tunawasiliana sana mimi na wewe. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani ninavyokupenda. Na sitegemei kuwa mbali na wewe. Ni wazazi tu ndio wametaka mimi niondoke. Kwanza nikupe hongera kwa kuwa mwanafunzi bora. Lakini pia nikutakia safari njema kwa sababu itakuwa imeniepushia vitu vingi sana ambavyo nilikuwa nawaza siku gani kuweza kuvitatua. Ila kitu ambacho naweza kuambia kwamba ukienda huko shule basi sahau kabisa kuhusu mimi. Kwa sababu nilikuwa natafuta muda sahihi wa kuweza kuambia kwamba mimi na wewe tuachane. Lakini naamini safari imekuja muda mwafaka, imerahisishia baadhi ya vitu. Kwa mimi nikutakia tu safari njema. Ila usinikumbuke tena. Hey B, unamaanisha nini? Nadhani vingi nimekushaongea umenielewa. Labda tujaribu kuelewesha kiundani zaidi uweze kunifahamu. Mimi naitwa AB. Lakini katika maisha yangu sikuwahi kupenda hata siku moja. Wanawake kwangu wanakuja kama chombo cha starehe tu. Wanasafiri nacho ikifika mchikavu wanashuka. Kwa hiyo hata wewe katika maisha yangu ulikuja kama chombo cha starehe. Baada ya kumaliza shida zangu, huna umuhimu tena katika maisha yangu. Kwa hiyo ni bora tuachane tu. Na nadhani pia masomo yatakufanya uweze kunisahau vizuri. Na katika wanawake ambao walonisumbua, wewe ni mmoja wapo. Umenizungusha sana kwa muda mrefu, nadhani unafahamu. Hicho kitu kiliniumiza sana. Ila baada tu ya kuweza kukamilisha jambo langu, nikaona tena huna umuhimu katika maisha yangu sababu sipendi mtu ambaye anaweza kunipa stress. Hey B, hivi unajisikia unachokiongea kweli? Yaani mimi na wewe tuachane kivipi yani? Yaani umenichezea, umeniharibia usichana wangu. Sasa hivi tu nataka tuachane. Yaani umenitongoza kwa muda, nimekukatalia. Si ungeniambia kabla sijakubali? Nimekukubali. Umeniharibia usichana wangu, afu sasa hivi unanikataa. Kwa nini AB? Kwa nini unifanyie hivyo? Unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda. Mimi nakupenda AB, usinifanyie hivyo. Mimi nilitegemea nikija kukuaga, utaniaga vizuri na niondoke kwa amani. Anakuja kukuaga afu tena ndo unanifanyia hivyo. Hii safari yangu itakuwaje? Sitakuwa safari ya maumivu. Kule masomoni mimi nitafanyaje? Nitasoma nini AB? Naomba usinifanyie hivyo. Nakupenda AB, usinifanyie hivyo. Labda nikupe pole kama umeumia. Lakini kukumbusha kitu kimoja. Mapenzi yalianzishwa ili mradi watu waweze kuumia. Kwa hata wewe ambacho unachokipitia kipindi hichi ni vitu ambavyo watu walikushavipitia miaka hiyo. Kwa hiyo pole sana. Ila nikutakia safari njema. Bibi. Vipi, kwani mnajuana? Yeah, tunajuana. Ile ni story ndefu sana. Pata muda nitakuelezea kila kitu. Sawa. Dada, unaweza ukakaa hapo nikakuangalizia hizo nguo. Shemeji, kuna kitu nataka nikwambie, ila sio kwa baya. Sawa, usijali shemeji yangu, wewe niambie tu. Unajua kampuni unayofanya nayo kazi, bosi wa kampuni, mimi alikuwa rafiki yangu sana. Na alikuwa ni mtu wangu sana wa karibu. Nishafanya naye mambo mengi sana. Lakini usiamini, mimi na Mo tuna ugomvi mkubwa. Na ugomvi unasababishwa na maendeleo ya kampuni zetu. Na ndio maana nakwambia umakini sana na Mo. Shem, kuna baadhi ya maneno nimekuelewa. Ila kuna mengine bado sijakuelewa. Kuhusu bifu lako wewe na Mr. Mo.
na mimi kuwa makini vinahusiana nini? Kwa sababu mimi pale nipo kikazi tu na sio mengine. Alafu nasitaka kabisa kujihusisha na hilo bifu lenu, kwa sababu mimi sijui mmeanzia wapi, ilikuwaje, sitaki kujua kabisa. Najua kwa sasa huwezi kunielewa. Kama Mr. Mo akijua mimi na tuna udugu, itakuwa ni tatizo kubwa sana. Na Mr. Mo atatumia njia hiyo ya kuniweka mimi chini. Shemeji, kwa hilo nakuomba sana, tena sana, kuwa makini sana Mr. Mo. Sawa shemeji, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama unavyosema. Na kwa sababu sisi tushakuwa familia, nitakuwa makini sana kwenye hili. Sawa, nimefurahi kusikia hivyo. Ila kingine ningependa kukuambia kwamba chochote Mr. Mo akiuliza kuhusu familia yako, usimwambie ukweli. Wewe mdanganye. Paka pale mimi nitapokuambia ndipo utakwambia. Kwa sababu akijua kama unaishi na mimi, itakuwa changamoto kubwa sana. Sawa shemeji, mimi nimekuelewa. Sawa. Naona dada amenipigia simu. Ngoja nijiandae nikamfuate. Sawa. Mwanangu, umerudi na kuona kama hauko sawa. Kuna nini kwa kazini ulikotoka? Mama, ni kile ambacho tunachokizungumza. Ila kiupande fulani sipo sawa. Lakini kiupande mwingine nipo sawa na moyo wangu una amani kabisa, kwa sababu nimepata njia ya kumlipizia kisasi Mr. John. Kwa hiyo upande mwingine roho yangu ina amani kabisa. Kisasi kwa Mr. John? Amekufanya nini mpaka kumlipizie kisasi? Kwa hiyo mama, wewe unataka kuniambia kwamba haujui ni kitu gani ambacho alichofanyia Mr. John? Labda tu mimi nikwambie kitu kimoja. Leo Mr. Mo amenitafuta, tukakaa chini tukaongea, na anataka nirudi kwenye ofisi yake niendelee kufanya kazi kwake, na ameniahidi atanipatia mshahara mara 2 ya ule ambao alikuwa ananilipa Mr. John. Na mimi nikaona hii ni fursa nzuri sana kwangu, kwa sababu kitu ambacho alichonifanyia Mr. John kutoka na Aisha, hali ya kuwa Aisha mimi ndo furaha yangu. Hii ndo njia ya kumlipizia Mr. John kisasi. Lazima ajue kwamba amechukua furaha yangu. Kwa hiyo kivyo vyote vile lazima na yeye apitie maumivu ambayo mimi amenipatia. Sitojali kwa lolote lile. Salongi mwanangu, acha upumbavu. Akili yako inafanya kazi kiasi gani? Wewe ni msomi wa aina gani ambaye akili yako ni mvivu kufikiria kuhusu maisha yako? Leo hii mwana kupigia simu eti mnakaa kikao mnajadili mishahara miwili. Kwa lipi jema ambalo kufanyia Mo? Leo hii ukamuone Mr. John ni mbaya. Wakati umefanya kazi kwa muda mchache tu kwa Mr. John, maisha yamebadilika, alafu isitoshe kwenye ile kesi uliokuwa nao na Mo, yeye ndo amekulipia hizo pesa. Ubaya wa John uko wapi Mr. John? Na kuuliza wewe Sarungi, ubaya wake uko wapi? Na huyo Mr. John alikuwa anajua kama unampenda Aisha. Hicho kisasa unataka kumlipiza ni cha nini? Amekukosea nini mwanangu? Uone kama kuna mchezo hapo unachezeka ili utoke nje ya barabara yako ambayo imeanza kunyoka. Kwa sasa sihitaji kusikia lolote lile mama. Sawa? Kwa sababu mimi nikiangalia hivi vitu naona kabisa hivi vitu vilikuwa vimetengenezwa. Mama, alikuwepo Aisha hapa. From nowhere tu imetokea kwamba ana mahusiano na Mr. John. Mr. John huyo yeye ndo ambaye amehusika kwamba kulipia ile nyumba ili isiuzwe. Unafikiri mama hapa kuna nini? Kitu kingine ni kwamba amekuja Aisha hapa baada ya kumshawishi awe na mimi, wewe kabisa haukuwa upande wangu mpaka ameondoka ameenda kwa Mr. John. Mama, mimi nampenda Aisha na yule ndo furaha yako. Kwa hiyo kivyo vyote vile lazima hichi kisasi nikilipize.
Wewe mtoto Sarungi, sikiliza nikwambie. Ukiacha kazi kwa Mr. John, ukaenda kufanya kazi kwa Mo, hesabu hapa hauna mama tena hapa duniani. Na hapa nyumbani kwako naondoka. Ishi maisha yako unayoyataka wewe. Na lolote likitokea katika maisha yako, usije ukanitafuta. Leo hii umesahau tu. Mr. Mo alikufanyia mabaya mangapi? Haitaka upotee kabisa. John na Aisha ndio wamefanya wewe mpaka tunaishi kwa furaha hapa. Tuko hapa mjini. Walikuwazia uishi hapa tena wale? Ukamlipizia kisasi John, amekosea nini? Alikuwa anajua Aisha ni house girl wa nani? Wa Sarungi. Alijua kama unataka kukumuoa Aisha. Ushakumsimulia hizo habari za wewe na Aisha? Lakini mama. Lakini nini? Nafikiri umenielewa.